Nimekuletea ama kukusogezea hizi tamthilia mbili kati ya Memkwa pamoja na Choice, ili uweze kutafakari na uweze kupiga kura yako ya ndio au hapana kati ya hizi tamthilia mbili, Memkwa pamoja na Choice. Ni tamthilia gani kwako wewe imekuwa ni kivutio kizuri na unaweza ukaipa nafasi ya kuwa namba moja kati ya hizi tamthilia ambazo zimejibebea umaarufu mkubwa na kwa asilimia kubwa zimekuwa zikiigizwa na wasanii waliobobea na ujuzi na ufundi wa kuandaa, lakini pia kucheza na umakini wa kuweza kuwafikishia wananchi wake ama mashabiki wake kwa ujumla. Tukianzia na tamthilia ya Memkwa. Memkwa bwana, ndani ya tamthilia hiyo tunawaona waigizaji mbalimbali wa vichekesho. Unaona bwana, Steve Mweusi ameigiza kama mwanafunzi katika darasa hilo la Memkwa, lakini Ndalo yeye ameigiza kama mwalimu katika shule hiyo ya Memkwa. Lakini pia kuna waigizaji tofauti tofauti hadi mpaka waimba singeli humo ndani. Kuna Dogo Pateni ameweza kuigiza kwenye tamthilia hii ya Memkwa, unaona bwana. Lakini pia hadi Bonge, yule dogo Bonge ambaye aliigiza kwenye tamthilia ya Chado iliyokuwa kiitwa Mission Impossible, aliigiza kama Bonge, alikuwa anatumia jina la Bonge anarasi hivi, na yeye pia amekuwa ni miongoni mwa waigizaji walioweza kuigiza katika tamthilia hii hapa ya Memkwa. Lakini pia mtu maarufu katika mitandao ya kijamii tokea Kahama, yule Msukuma yule anakuambia kwamba ogopa, hatari, ogopa za wachache hizi, na yeye pia ameweza kuingia katika tamthilia hii na juzi kati hapa ameingia Mama Mawigi, na yeye ndani anazungumza kihaya. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tamthilia ya Memkwa imekuwa ina ubunifu wa aina yake, na niseme tu kwamba hii ni tamthilia ambayo imekuja kuleta mapinduzi makubwa katika zile tamthilia ambazo zina ubunifu wa aina yake. Watu hawakukaa na kuwaza kutafakari kama kuna uwezekano wa tamthilia ya mwendelezo mrefu ambapo itaigizwa na Ndaro na pamoja na Steve Mweusi, kutokana na jinsi walivyozoeleka kuwa wanaigiza vibonzo vifupi na wanatumia maneno kadhaa. Lakini kwa asilimia kubwa promotion ambayo imefanyika kwenye tamthilia ya Memkwa imezidi kuibua hisia mseto, na watu wamezidi au mashabiki wamezidi kuona kumbe waigizaji wa comedy na wao pia wanaweza wakafanya kitu ambacho kinaweza kikatazamika na kikaleta historia nzuri ama njema kati ya wale ambao watakokuwa wanafuatilia tamthilia hizo, unaona bwana. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kimesababisha nisogeze tamthilia hii hapa ya Memkwa iweze kushindana na tamthilia ya Choice, kitu kingine ni kwamba story ilivyo designiwa. Yani Memkwa imezoeleka ni wanafunzi ambao wanakuwa ni watu wazima ambao hawajui kusoma wala kuandika. Sasa mule ndani wanasoma ili wapate kujua kusoma na kuandika, ili waende wakafanye maisha mengine huko mtaani, huku wakiwa wameshaongeza kiwango cha elimu. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa Memkwa kwa hivi sasa nadhani sio kipaumbele sana, lakini kwa zamani ilikuwa ni kitu ambacho cha kawaida sana. Hivyo Steve Mweusi pamoja na Ndaro wamekuja kuwakumbusha watu wengi kukumbuka, na hizi nazo tushaga zipitia, fulani alizipitia. Yani imekuwa ni funzo kubwa zaidi kupitia tamthilia ya Memkwa. Lakini kitu ambacho kinafurahisha zaidi, kila aina ya uigizaji wamo humu wamewekwa, tena mastaa wengi sana. Ukifuatilia, kama ushaifuatilia, utaambatana na mimi kusema kwamba tamthilia hii imekusanya mastaa wengi
na uwekezaji ambao umefanyika sio wa kitoto. Unaona bwana, sio wa kitoto. Mavazi tu yale kuweza kuyashonesha. Kuna wakati Steve Mweusi aliweza kuhojiwa, alieleza kutumia zaidi ya M kadhaa, sio M moja, M kadhaa mavazi tu, japokuwa kutaka kuweza kueleza ni kiasi gani ambacho kimetumika katika mavazi yao kwa ukubwa. Aliweza kusummarize tu akiwa anahojiwa na mtangazaji katika brandi ya huyo mtangazaji. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ina viwango vya kuweza kushindanishwa na tamthilia ya Choice. Lakini kwa nini nimeileta Choice pamoja na Memkwa? Ni kwa sababu tu kwa sasa hivi Choice sehemu ya 71 imekuwa bado inachelewa kidogo, bado haijatoka sehemu ya 71 na bila kujua sababu ya ni kwa nini tamthilia hiyo mpaka sasa hivi bado haijatoka. Lakini licha ya kuchelewa tamthilia hii katika episodi ya 71, lakini bado tamthilia ya Choice bado iko midomoni mwa watu, wanaizungumzia zaidi na wanatamani sana kuona tamthilia yao pendwa inarudi au wanapata muendelezo wa tamthilia yao pendwa. Unaona bwana. Kwa hiyo mapenzi ya watazamaji kwa jinsi ambavyo wanayekubali tamthilia hii ndio imenipa chachu ya mimi kuweza kuwa naishindanisha kati ya tamthilia ya Choice na tamthilia mbalimbali ambazo zinafanya vizuri. Nayo pia tamthilia ya Choice ni moja kati ya tamthilia zinazofanya vizuri. Zilikuwa zikifanya vizuri mpaka sasa hivi bado zinakuwa zinaongelewa zaidi katika midomo ya watu wengi. Unaona bwana. Kwa hiyo unaweza ukatoa kura yako hapo, ni tamthilia gani ambayo unaipa namba 1? Kura yako itaweza, kura yako ya kumchagua au kuchagua tamthilia gani kati ya hizi mbili, Choice na Memkwa, ni kali zaidi ama ni nzuri ambayo unaipenda na kufurahia zaidi? Kura yako moja ndio inaweza kufanikisha ushindi kwa tamthilia yako unayoipenda. Kama ni Choice, kama ni Memkwa, unaweza kuibuka kuwa mshindi, kwa sababu ukiweza kushindanisha kitu unachokipenda alafu mwisho wa siku kikashinda, kura yako ikawa imeenda kwenye ndio zikawa nyingi, ukawa umeshinda, na wewe pia ushindi huo pia unaweza kusherehekea huko uliko. Toa maoni yako. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako mpaka huu muda ambao umeniazima muda wako, umenisikiliza. Nikushukuru sana kwa kweli, lakini pia nikuombe kama bado hujasubscribe channel hii, basi fanya subscribe. Chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, kisha libonyeza hilo neno. Utakuwa ni mmoja kati ya watu muhimu zaidi ambao mtakuwa mkipata notification kwa wakati, mtakuwa mkiturn on notification kwa wakati, na mtakuwa mkienjoy kila aina ya taarifa na habari zinavyokuwa tunazitengeneza au kuziandaa kwa wakati, zinakufikia kwa wakati mzuri kabisa. Mimi nikushukuru sana. Asante, uwe na wakati mwema. Bye bye.